usisahau kusubscribe, like na kucomment. Katika kila jamii, ukoo au familia au kabila, huwa kuna wazee ambao ikitokea shida au balaa hufuatwa kwa ajili ya kutoa ushauri utakaowezesha kupatikana kwa suluhu au ufumbuzi. Mara nyingi wazee wenye busara huwa si wengi, maana hata vibaka, wezi na wahalifu wengine huzeeka. Tanzania ina wazee wengi, lakini kwa sasa tumejivunia kuwa na Joseph Sinde Warioba aliyejipambanua kwa ushauri akisema njia pekee itakayoliwezesha taifa kutoka katika changamoto iliyopo ni kuziondoa dosari zilizosababisha migawanyiko ya wananchi na kutokea vurugu ya Oktoba 29, 2025. Katika ushauri wake amezitaja dosari 3 zinazopaswa kufanyiwa kazi ili kuliondoa taifa katika hali ya migawanyiko, kuwa ni kwanza, kuirudisha amani ya nchi; pili, kufanya mageuzi ya mifumo ya uchaguzi; na 3, kupatikana kwa katiba mpya. Sisi Mwanahalisi tunaunga mkono mapendekezo hayo, hasa katika kipindi ambacho tume iliyopewa jukumu la kufanya uchunguzi wa matukio wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, 2025 imetoa mapendekezo yake kulikwamua taifa, ikiwemo kuanza mchakato wa maridhiano. Kadhalika, mambo matatu yaliyotajwa na Jaji Warioba ni miongoni mwa yaliyopendekezwa na tume ya Jaji Mohamed Chande, ikitaka yafanyiwe kazi, hasa katiba mpya ambayo imetakiwa kupatikana ifikapo mwaka 2028, yaani kabla uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka 2029 na uchaguzi mkuu 2030. Mzee huyu aliyewahi kuwa mwanasheria mkuu wa serikali, waziri mkuu na makamu wa kwanza wa rais, alifanya juhudi mbalimbali kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025 bila mafanikio. Aliomba kukutana na viongozi wa chama tawala CCM pamoja na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC, lakini hawakumsikiliza. Walikataa kukutana naye. Yaliyokuja kutokea ni majuto. Mzee ni mtu aliyeishi miaka mingi baada ya kuzaliwa. Katika jamii za Kiafrika, neno mzee linatumiwa pia kama cheo cha heshima kwa kumtaja mtu mwenye mamlaka fulani. Hapo kuna hoja ya kuwa mtu aliendelea katika umri unaowazidi vijana kwa hekima na maarifa pia, kwa hiyo anafaa kutawala au kufanya maazimio au angalau kutoa ushauri. Hiyo ndiyo hadhi aliyofikia Warioba. Viongozi wengi katika serikali na chama tawala, hata vyama vya upinzani, ni vijana wanaostahili kupokea ushauri huo. Tunasisitiza njia pekee ya kuliokoa taifa lisirudie kwenye jehanamu ya Oktoba 2025 ni kufuata ushauri huo ambao hauna gharama katika utekelezaji wake. Haya na mengine mengi utayapata katika gazeti lako la Mwanahalisi ambalo linatoka kila siku za Alhamis. Tafadhali usikose nakala yako. Ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment.